Marafiki zangu wengi ambao wameajiriwa wanaweza kuanzisha biashara, lakini wanaogopa kwa sababu wanajiuliza aache kazi na aanzishe biashara au aanzishe biashara akiwa hivyo anafanya kazi. Now, kwenye hii video au kwenye hii episode, hiyo ndio itakuwa discussion ya leo. Okay? Kwa hiyo ambaye ni mgeni hapa, mimi naitwa Elisuka Mwangire Macbenvix. Na alright. So, asilimia kubwa ya watu waliofanikiwa ambao mimi nawafahamu, walianza biashara zao wakiwa bado wameajiriwa. And I think that's the best way to go. Actually, leo tena naenda kuelezea vitu vya kufanya kama unataka kuanzisha biashara alafu umeajiriwa. Sasa sababu kubwa kwa nini kuna faida ya kuanzisha biashara ukiwa bado umeajiriwa ni kwa sababu unakuwa na salary, unakuwa unalipwa bado wakati unajenga kitu chako kingine. Okay? Sababu kubwa kwa nini tunashabikia salary wakati unaanzisha biashara ni kwa sababu ujasiriamali ni mgumu sana. Tutaongelea hivi punde, lakini ujasiriamali ni mgumu sana. Mshahara wako unakuwa kama mbolea kujenga biashara yako bila pressure. Kwa sababu ujasiriamali una pressure, biashara ina pressure. Unaweza kuanzisha biashara ukahisi kwamba okay, nina bidhaa nzuri, nina huduma nzuri. Lakini unfortunately hamna wateja kwa sababu ushindani unaweza kuwa ni mkubwa. Wewe ndio unakuwa haujajua jinsi ya kutangaza biashara yako, unakuwa hujaelewa wateja wako. Hivyo vitu vyote vipo. Sasa kuwa na kipato kinakupa freedom ya kujaribu ideas tofauti bila kuhisi kama maisha yako hatarini somehow. Kwa sababu kwenye biashara unachohitaji kuelewa ni kwamba hakuna mtu anajua uhakika wa mambo. Actually kwenye maisha ndio iko hivyo. Hakuna mtu anayejua uhakika wa mambo. Okay, so ngoja nikupe mfano mzuri. Mimi nimesoma marketing, nimejifunza marketing na nafanya marketing, nashauri wafanye biashara upande wa marketing. Lakini cha ajabu ni kwamba hakuna uhakika wa strategy. Yaani strategy ambayo inaweza ikawa ya kutangaza biashara inaweza ikawa inafanya kazi labda kwa kampuni kama Coca-Cola, inaweza isifai kwa kampuni kama Pepsi. Kila kampuni inakuwa na strategy yake. Sasa japokuwa tuna uhakika kabisa kwamba mbinu fulani waga inafanya kazi, lakini sio kila biashara inaweza ikatumia hiyo mbinu na ikafanikiwa. Kwa maana hiyo ukianzisha biashara yote lazima uwe unajaribu vitu, lazima una test vitu, unajaribu hii mbinu, unaona kama inafanikiwa, kama haifanikiwi unaachana nayo, unajaribu ile nyingine. Hivyo ndivyo maisha yanavyoenda. Sasa sababu actually hiyo pia ndo sababu kwa nini tunatamani wewe kama unaanza biashara uwe na sehemu kama ya kuingizia kipato constantly. Kwa sababu ule muda ambao unakuwa unajaribu mambo, unajaribu mbinu ya kutangaza biashara, unajaribu strategy hii, unajaribu bidhaa, sometimes unaweza kujikuta jinsi unavyo package bidhaa yako wateja bado hawajaipokea. Okay, ngoja nikupe mfano mzuri. Let's say unawaza kufundisha watu Kiswahili. Alafu unajua Kiswahili vizuri, labda wewe ni mwalimu wa Kiswahili. Ukiwaza kama unakuja kuwafundisha watu Kiswahili, unahisi kwamba watu wengi wanaotamani kujifunza Kiswahili. Lakini kadri unavyoenda utakuja kugundua sio kila mtu anataka kujifunza Kiswahili. Watu wengi wanaweza kuwa wanataka kujifunza Kiingereza labda hapa Tanzania kwa sababu wengi wanajua Kiswahili, wanataka kujifunza zaidi Kiingereza. Lakini hakuna anayetaka kujifunza Kiswahili. Ni nani ambaye anataka kujifunza Kiswahili hapa Tanzania? Unaweza kukuta ni mtu ambaye labda anataka aende huko kwenye stage za kimataifa, ajiexpress kwa Kiswahili, kwa hiyo anataka kuwa anaelewa vizuri Kiswahili chake. Actually hata mimi natamani nijifunze Kiswahili vizuri. Lakini bado sijafikia ile extent ya kwamba nataka nimlipe mtu anifundishe Kiswahili. Kwa hiyo ni kama nataka mwenyewe niweke jitihada zangu mwenyewe. Sasa mimi sifai kuwa mteja wako wewe kama ni mwalimu wa Kiswahili. Kwa hiyo hicho kipindi ambacho bado unajaribu soko kuona ni watu gani watafaa kununua huduma au bidhaa yako, ni kipindi kizuri sana ungekuwa na sehemu ambayo inakuingizia kipato, na ndo hapa ambapo ajira yako inaingia kufanya kazi. Now, najua utasema sasa naingia kazini saa 12, sio saa 2, whatever. Alafu natoka saa 11 jioni. Kuna mtu hapa anaingia kazini anatoka saa 11 jioni. But anyway. Changamoto kubwa kwenye ujasiriamali sio mafanikio. Yaani sio mafanikio, ni kwa sababu mafanikio yako guaranteed. Yaani ukiwa mjasiriamali ujue mafanikio yako guaranteed. The only problem ni kwamba changamoto ni kuvumilia kipindi kile ambacho unayasubiri hadi mafanikio yako. Okay? So kutokana na ugumu huu wa ujasiriamali kipindi hicho ambacho let's say unasubiri biashara yako ikubali, biashara yako itiki, unahitaji kuwa na kipato ambacho kinakusaidia ili usije ukajinyonga tuseme kwa stress. Kwa sababu ujasiriamali ni stress. Ni stress. Kila mtu anayemuona anafanya ujasiriamali, anayefanya biashara, it's very stressful kwa sababu kuna nyakati ambazo hajapata wateja siku nzima. Amepata mteja lakini mteja hajalipa. Yaani vitu ni mambo mengi, okay? Lakini kuna advantage kubwa sana kwa wewe ambaye unataka kuanzisha biashara lakini bado umeajiriwa.
Sasa kuanzisha biashara ukiwa na ajira kuna advantage kubwa sana, na tunaenda kuziongelea hivi punde. Kwa sababu mara nyingi mtu akiacha kila kitu na akajenga biashara yake bila kutegemea kitu kingine, kama mimi nilivyofanya, unakuwa na ile mindset ya do or die, kwamba yani hichi kitu kisipotoboa, yani sijui nitafanyaje, lakini lazima kitoboe. Yani unakilazimisha kitu kitoboe. Sasa yule ambaye anajenga biashara akiwa kazini bado anapata ile advantage anapata advantage kubwa sana kuliko mtu ambaye anaacha mambo yake yote alafu anaamua kufocus kwenye biashara. Huyu mtu ambaye bado ameajiriwa, cha kwanza anakuwa na stability ya income, kwa sababu inampa uhuru wa kujaribu vitu vingi, inampa uhuru wa kujaribu strategy. Yani mimi nikisema niache kila kitu, labda nimeajiriwa, niache kila kitu nianzishe biashara, ina maana kila pesa ambayo nitawekeza kwenye biashara yangu lazima ni account for hiyo pesa. Yani siwezi kuchukua pesa ovyo ovyo nikajaribu tangazo fulani la kulipia ili nione kama litaniletea wateja, kwa sababu kuna kitu wakati tunakiita A/B testing kwenye matangazo. Ukitengeneza tangazo, sio lazima hilo tangazo ndio uwe na uhakika ndio litakuletea wateja. Hapana, inabidi ufanye A/B testing, inabidi utoe hela kidogo, uache tangazo lirun labda kwa wiki, alafu uone limefanya vipi, upime, uangalie vipimo, then uone kama linafanya vizuri, uliue au uliache liendelee, and then ujaribu tangazo jingine. Ukijaribu mara nyingi utajikuta umekutana na tangazo ambalo ni nzuri sana na utaliacha liende kwa muda mrefu. Sasa mtu ukiwa na kipato endelevu, let's say una pesa au una biashara ambayo inakuingizia pesa au umeajiriwa sehemu, unakuwa unajaribu business tofauti tofauti au ideas tofauti tofauti au strategies tofauti tofauti bila kuwa na hofu ya kushindwa. Let's say kama ni nyumba ya kupanga, kama umepangisha nyumba, kama umepangisha frame, I don't know, kama unabidi ununue bando, at least unaweza kusacrifice baadhi ya vitu kwa kipindi chote ambacho umeajiriwa kwa ajili ya biashara yako, kwa sababu itakuwa ni vigumu kama ukiacha kazi kila kitu ili ufocus kwenye biashara yako na hauna uhakika kama hiyo biashara inakubali au itakataa. Okay? Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kunakuwa na low emotional pressure. Unajua ukiwa unafanya biashara alafu hauna pressure ya kimawazo au ya kihisia, labda kwa mfano ukiwa na mtaji mdogo alafu hauna sehemu nyingine ya kuingizia pesa, kila maamuzi unayoyafanya yanakupa pressure kihisia, na hicho kitu sio kitu kizuri kwa mfanyabiashara au kwa mjasiriamali. Unahitaji ufanye smarter decisions, ufanye maamuzi ambayo ni very smart. Ni vigumu kufanya smart decisions ukiwa under high emotional pressure. Sasa unaweza ukafanya maamuzi madogo madogo kwa kutumia logic, sio kwa kupanic. Kama mtu ambaye akifanya maamuzi mabaya leo, biashara yake yote imekufa. Wewe ukifanya maamuzi mabaya leo kama umeajiriwa, biashara yako hata ikiharibika, kesho na kesho bado utaenda kazini, utaingiza mshahara, utachukua hela kidogo, utawekeza tena kwenye biashara yako. Hivyo mpaka siku biashara yako ikikubali, unaweza ukageuza majeshi na kusema okay, sasa naacha hii kazi na focus kwenye biashara yangu, kwa sababu biashara yangu inaniingizia pesa kuliko au kama ajira yangu ambavyo inanilipa. Okay? Kwa hiyo hilo ni jambo la pili muhimu. Jambo la tatu muhimu au faida kubwa muhimu ni kwamba unakuwa na access ya hiyo salary ambao ni mtaji wa kufanya experiments kidogo kidogo kama nilivyosema mwanzo. Unajua ukiwa umeajiriwa same, ile pesa ambayo inaingia unaweza ukainvest, especially kama wewe ni kijana. Unajua kuna formula moja niliwahi kuona ya uwekezaji kwamba unaangalia umri ulionao. Kama wewe ni kijana mdogo, then unabidi ufanye risky decisions kuliko watu ambao umri umeenda. Kwa maana hiyo, kama umeajiriwa alafu una biashara yako, then mshahara unaweza ukawa unaupata, alafu unachukua ule mshahara kidogo unainvest kwenye biashara yako. Either unajifunza zaidi, labda unalipia course sehemu, unajifunza, unaenda kwenye seminars za ujasiriamali, unajifunza skills tofauti tofauti. Hizo ni sacrifices ambazo zinaweza siwe zinakuletea matokeo right away, lakini in the long run zitakuletea matokeo. Unaweza ukawa unawekeza, kama una biashara yako unawekeza kwenye matangazo, let's say ya kulipia au whatever, au kutengeneza content, au kununua vifaa au kitu gani cha kutengeneza content. Kwa hiyo ni kama mtaji kwa ajili ya kufanya small experiments. Mshahara wako una fund majaribio yako madogo madogo bila kuhitaji kukopa. Kwa hiyo kuna advantage kubwa sana. Mimi nahisi wajasiriamali wazuri mara nyingi wao wanatokana na wale ambao wameajiriwa tayari, kwa sababu hao watu ambao wameajiriwa wanaweza kuwa successful kutokana na kwamba tayari ile ajira imewajengea discipline, imewajengea uwezo wa kuamka asubuhi, kuingia kazini. Imagine hivyo vitu vyote ungekuwa unavifanya kwa ajili ya biashara yako au kwa ajili ya kazi zako. It could be really good. Mimi mara yangu ya kwanza
kugundua kwamba okay, naweza nikaamka asubuhi, nikaingia kwenye laptop, nikaanza kufanya kazi. Alafu baadaye nikatengeneza pesa. Wakati kila siku naendaga kazini. Na maana nilikuwa naamka tena asubuhi hivyo nilivyoacha kazi. Nilikuwa naamka hivyo asubuhi, naingia kwenye kazi zangu. Kwa ile discipline ambayo nilikuwa nimeitengeneza nikiwa nimeajiriwa, nikaiweka kwenye biashara yangu. Kwa hiyo kuna kuwa na utofauti kwenye matokeo, especially kutokana na efforts unazoweka kwenye biashara yako. Kwa hiyo hiyo ni advantage kubwa kwa wewe ambaye unataka kuanzisha biashara na bado umeajiriwa. Okay, jambo jingine ni kwamba unaweza kujenga skills polepole, sio kwa desperation. Mimi nilitaka niache kazi right away, yani nilitaka niache kazi ili nianze biashara. Na hiyo ni tofauti na mtu ambaye anataka aanze biashara huku bado anaendelea kufanya kazi. Hapa mimi nilitaka niache kazi kabisa, nifocus kwenye biashara yangu. Kwa hiyo nilikuwa desperate na skills. Nilikuwa nataka hizi skills nizipate sasa hivi. Nilitaka nifundishwe kila kitu, nijifunze kila kitu, nijifunze sales, nijifunze jinsi ya kutengeneza website, nijifunze jinsi ya kutengeneza content, nijifunze hivi vitu vyote desperately. Na hiyo ni kwa sababu nilikuwa kwenye ile frame ile mindset ya do or die, kwamba sasa nikiwa sina mshahara, biashara yangu ikiferi nimekwisha. So the thing you have to do ni kwamba wewe kama umeajiriwa, you're not desperate na skills. Ukisema okay, nataka nijifunze marketing, nijifunze sales, nijifunze copywriting, nijifunze jinsi ya kutengeneza video, kutengeneza content or whatever, jinsi ya kutumia YouTube, jinsi ya kutumia Instagram, wakati bado umeajiriwa, it's a huge advantage kwa sababu hauna pressure na hizi skills. Hauna pressure. Japokuwa ni very valuable, actually ni more valuable kuliko hata mshahara wako, lakini hauna pressure nazo, which is very good. Okay? Kwa hiyo unakuwa na nafasi ya kujifunza taratibu, kuimprove badala ya kukimbizana na muda. Kwa hiyo it's a huge advantage. Yani moja kati ya vitu ambavyo natamani kwenye maisha yangu ni niwe level ya kufanya maamuzi bila kuweka hisia zangu, bila stress. Yani naamka asubuhi nakuwa kama wale monk wale wa India, wale wanakaaga hivi. Alafu wanamuona Buddha. Actually, yani sijui wanafanyaje lakini wananyoa. Mimi kwenye kunyoa nywele hapo hapana. Kwa sababu hivi ushe kuniona nikiwa nimenyoa nywele. Sio handsome boy kama unavyoona hapa. Kwa hiyo siwezi hapana. Hata kama nikifanya hivi nikawa kama Buddha, namuona Jehova, sijui anamuona Jehova, sijui anamuona Buddha. Lakini mimi watu okay, tutaendelea na hii episode. Ila ngoja niongee hiki kitu ni muhimu. Hivi hii issue ya kwamba kila mtu ana Mungu wake, ni kwamba ni Mungu unayemwamini ndo anakuja kuwa Mungu wako, au kama yupo mmoja inakuaje? Au yani ukisali sana unashangaa mbona sipati matokeo? Kumbe unasali Mungu ambaye si Mungu wako, sio Mungu kweli. Sidani. Lakini Wahindi hawanaga stress. Wahindi naongelea monk, sio Wahindi wote, sio Wahindi wote. Maana naangalia movies za Kindi pia. Naonaga kuna Wahindi wana stress. Yeah. Tuendelee na stories zetu ndugu zangu. Tuendelee na episode. Alright? Kwa hiyo unakuwa hauko desperate kutengeneza skills. Kwa maana hiyo unaweza kufanya maamuzi bila kuweka hisia. Yaani ukiwa kama unafanya meditation. Unajua ukiwa meditate ni unakuwa umetulia, akili yako inakuwa haina pressure ndani yake. Unakuwa umetulia. Mtu anakuletea stress, unamtuliza na stress zake. Which is a very good place to be. Unajua kati ya kitu ambacho nimeobserve kuhusu matajiri au watu ambao wanafanya maamuzi magumu kwenye makampuni, labda ma CEO, ni kwamba hawapendi kuwa pressured. Yaani pressure ni nyingi ambayo ipo juu yao, lakini wanaweza kufanya maamuzi mengi makubwa na mazito bila pressure. Na hiyo ni kwa sababu ukiwa na nafasi ya kujifunza taratibu, kuimprove mambo bila kukimbizana na muda. Yaani muda unakuwa wa thamani lakini haukimbizani nao. Ni kwamba unaweza ukaumanage vizuri muda wako na mambo kama hayo. Na actually tutaongelea hayo mambo hivi punde. Inakuwa ni advantage kubwa sana kwa hiyo kama mfanya biashara kufanya maamuzi ukiwa hauna pressure. Kwa hiyo ni jambo la 4. Jambo la 5 ni kwamba unakuwa very selective. Kwa hiyo kama unaanzisha biashara alafu bado umeajiriwa, unaweza ukawa selective sana. Unaweza usikimbilie ideas ambazo kuongezei faida kwenye biashara au intellectually. Sasa unachagua opportunities ambazo ni real kabisa. Kwa hiyo sometimes fursa inaweza ikaja. Wengi ambao kwa mfano yakija yale, kuna makampuni ambayo waga yanakuja kutapeli watu. Unajua kwa nini watu ambao waga wanakamatwa wengi ni wale ambao wameajiriwa?
Ni kwa sababu wana pesa ambayo inaweza ikaja kila mwezi. Haoni aibu kusacrifice 3,000,000 laki ngapi kujiingiza kwenye biashara ambayo haitomletea matokeo. Haoni hiyo shida. Lakini ni kwamba hiyo ndo advantage na disadvantage yake. Ni kwamba unakuwa selective na vitu unavyoamua kuwekeza ndani yake, lakini pia unakuwa na pesa ya kutosha kuwekeza kwenye vitu vingine ambavyo unajua kabisa vitakuletea matokeo. Sasa unaweza kaamua uwe selective. Let's say opportunities zikija mbele yako, unaweza ukatuliza akili, ukafanya maamuzi sahihi, which is good. Okay? Unaweza ukachagua opportunities ambazo zinakuletea matokeo. Hauogopi kusema hapana. Kama deal likija, kama mtu akikutafuta, kama biashara ikijaribu, mtu akikuletea idea ya biashara ambayo unataka kufanya nayo kazi, unaweza ukakataa kwa sababu hauogopi kutokuchukua deal, au hauogopi kutokupoteza muda. Hauogopi kutokupoteza muda. Yeah. Okay, kwa hiyo sio lazima kila deal uichukue. Lakini the good thing ni kwamba you can always learn. Unaweza ukaendelea kufanya kazi zako na kufanya biashara yako na kuweka niseme mbolea kwenye biashara yako ukiwa bado umeajiriwa, which is good. Na hivi vitu vyote ninavyokuelezea leo nilijifunza kwa kuobserve watu ambao wamefanya biashara kabla yangu na wengine ambao ninajifunza kutoka kwao na mamenta wangu pia. Kwa hiyo nilipokuwa naanza nilikuwa nafikiri lazima niachane kabisa na kazi ambayo niko nayo ili niweze kuanzisha biashara. Na hicho ndio kitu nilichokifanya. Okay? Na nilikuwa nalipa vizuri. Yaani ningekuwa ni advantage kubwa sana kama ningekuwa ninafanya ile biashara, ningekuwa ninafanya hii biashara ninayofanya sasa hivi at the same time nikiwa nimeajiriwa. It could be a huge advantage. Lakini nilitaka niache. Lakini baadaye nilikuja kugundua wajasiriamali wengi walikuwa wana hustle nyuma ya pazia. Wengi sana. Yaani unaweza kaona wajasiriamali wengi, let's say kwenye social media. Unaweza kaona persona, ukaona mtandao unasema hawa jamaa wanaishi maisha mazuri. Hawa jamaa biashara yao inaenda vizuri. Lakini nyuma ya pazia hawa jamaa wana struggle. Wana struggle kwa sababu it's crazy. Yaani unakuta hawapati wateja. Unakuta wateja wanaowapata ni wateja ambao hawanunui, hawalipi. Unakuta yani hawana balance kati ya matumizi pamoja na mapato. Hamna balance yoyote. Okay? Lakini sasa wale ambao walikuwa wameajiriwa, yani kama mtu ni ameajiriwa alafu ana biashara yake tena nyingine ambayo let's say anaifanya online or whatever, unajikuta hawa struggle sana. Unakuta mchana anaenda kazini, usiku wanaandika proposals, wanaandika kama ni content whatever, jioni weekend wanafanya marketing, wanatengeneza content. Ule mshahara wao unakuwa kama bridge ya kuwawezesha kuvuka kutoka kwenye ile pale walipo kama employee, kama mwajiriwa kwenda kwenye kuwa mjasiriamali completely. Kwa hiyo wanafanya hivi vitu kwa akili na sio kwa kubahatisha, ni kwa sababu wameamua kabisa wafanye hii kitu kwa strategy. Okay? Sasa japokuwa nimekuelezea kwamba ni advantage kubwa sana kuanzisha biashara yako ukiwa umeajiriwa, lakini kuna changamoto pia. Yaani tusijifanye kama ni burudani asubuhi mchana jioni. Japokuwa ni burudani asubuhi mchana jioni, lakini sio burudani kama unavyodhani. Hakuna safari ambayo waga ni rahisi. Yaani mfanyabiashara yoyote au mjasiriamali yoyote atakuelezea kwamba it's complicated, lakini at the same time it's hard. Yaani ni vigumu. Yaani mimi mwenyewe nakuelezea kama mjasiriamali ambaye nimefanya biashara especially kwenye mitandao ya kijamii for 3 years sasa hivi all in. Yaani hakuna biashara nyingine ninayofanya, and I'm telling you it's not simple. Of course it's simple and it's entertaining and it's fun, lakini it's not as easy as it looks. Kama unataka kujenga biashara yako ukiwa bado umeajiriwa, lazima udeal na hizi changamoto. Okay? Ya kwanza, lazima uweze kumanage muda wako. Sasa unahitaji kupanga masaa yako vizuri, upange muda wako vizuri. Hakuna luxury ya kupoteza muda. Inabidi uamke asubuhi ujue unafanya nini, kama unaenda kazini ukirudi unafanya nini, yani lazima upangilie muda wako vizuri. Ukipoteza muda unajikuta kama wiki imekata. Sometimes mimi najikuta, of course nakuwa busy sometimes, lakini najikuta wiki imekata alafu there's nothing productive ambacho kimefanyika. Sasa hiyo ni changamoto. Hiyo ni challenge kwa sababu the biggest asset ambayo tuko nayo sisi kama binadamu ni muda wetu. Kwa sababu sote tuna definite time. Hakuna mtu ambaye ataongezewa lisaa kwamba nilikaribia kufa. Ni watu wachache. Na hao watu kwanza mimi nahisi waga ni waongo. Ukuta walikuwa wamelala pale kwenye kitanda wanakaribia kufa. Lakini wakasema sasa ngoja nijifanye kama nimekufa alafu nijifanye kama nimerudi ili waje watudanganye kwamba wao ni manabii. Hapana, wewe sio nabii. Wewe ulikuwa haujafa na ndio ilivyokuwa hivyo. Japokuwa najua kuna watu wengine ambao wameongezewa muda na Mungu. Lakini muda ni kitu cha thamani sana. Ni kitu cha thamani kiasi kwamba unahitaji kupanga muda wako vizuri. Unahitaji usipoteze muda wako kwenye mambo ambayo hayana thamani, hayana maana. Yaani you shouldn't waste your time.
one of the things ambazo nilifanya na kuelezea with my experience, kati ya vitu ambavyo nilifanya ili nisipoteze muda wangu kwenye maisha yangu sasa hivi, cha kwanza, kwa sababu tuna spend muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii siku hizi, nili-unfollow watu wote ambao hawaniingizi kitu cha maana, yani hawanisaidii chochote. Kuanzia kwenye wasanii, kuna ma celebrities wengi, japokuwa ongereni sana kwa kuwa ma celebrity, ila hamna faida yoyote ambayo ninapata kutoka kwenu. So sijifunzi chochote. Hawana societal advantage. Yani ni kwamba tu wamekuwa maarufu basi, lakini hamna kitu chochote ambacho jamii inafaidika kutoka kwao. Okay, so ukiangalia wasanii wengine ambao mimi nawafuatilia, let's say wasanii wengine wa Marekani au wasanii wa whatever, wasanii tofauti, hata wasanii wa Nigeria ambao tunawafuatilia, hawa ni wasanii ambao hata mashabiki zao wenyewe wanaona kabisa faida ya huyu mtu wa msanii. Kwa mfano, ngoja nitolee mfano rahisi sana. Ushaangalia movie za Shah Rukh Khan au za nani anaitwa Salman Khan au actor yote wa India ambaye unamfahamu. Ukiangalia movie zao, lengo la zile movie waga ni kutoa ujumbe kwa jamii, ambao huo ujumbe unakuwa umetoka kwa jamii hiyo hiyo. Unakuta wanaongelea labda uongozi mbaya, unakuta wanaongelea labda mateso ambayo yanafanywa labda yanatokana na mifumo mibaya ya uendeshaji wa nchi au whatever. Yani wanatumia platform zao kupaza sauti kwa ajili ya watu, which is an advantage, kwa sababu hiyo ndo sababu kubwa kwa nini wewe unakuwa maarufu ili utumie platform yako sio kwa ajili yako binafsi, lakini pia kwa ajili ya kusaidia watu. And then at the end of the day unaitumia hiyo kuindulge kwenye mambo yao, which is good. Hongera sana kama umepata hiyo nafasi. Unajua kusema wanatuonea hivyo. Sio hivyo. Kidogo. Yeah. Lakini my point is you shouldn't waste your time. Yani mimi ili nisipoteze muda wangu niliamua kuunfollow Uwezi amini. Juzi ndio nilikuja kujua juzi yani. Leo, jana, juzi. Ndio nilikuja kujua Jux Kawa. Nilikuja kujua sijui kwanza yani, na uhakika wewe mpaka sasa hivi unajua mahusiano ya Zuchu na Mondi yanaendeleaje. Unajua Gigimani jana alikuwa wapi. Unajua hizo stories zao zote yani. Yani muda wote uko live kwenye maisha yao. Lakini ukijiuliza ni advantage gani ambayo umepata kutoka kwa hawa jamaa? There is nothing except of course burudani. Which is good, burudani. Lakini hamna faida yoyote ambayo unapata. Then you are wasting time. Ni bora ungekuwa kwenye social media alafu unajifunza kutoka kwa watu ambao kila content ambazo wanatoa let's say ni za maana. Wapo watu wengi ambao wanafanya vitu vinavyokufurahisha wewe, which is good. Okay? Kwa hiyo unahitaji kupanga kila saa yako vizuri. Kila sekunde ambayo unaitumia at least uiprogram ile sekunde iweze kuwa na advantage kwako. Hakuna luxury ya kupoteza muda kwako wewe kama mjasiriamali. That's one. Two, kuna kuwa na energy battles. Sasa sometimes baada ya kazi, let's say kama umeajiriwa, umetoka kazini, unahitaji nguvu ya kufanya biashara yako au kufanya kazi zako, let's say kutengeneza content, kuscript hizo content, kusoma zaidi, kujifunza. Sasa you have to make sure kwamba unaweza kugawa muda wako vizuri. Yaani hakuna muda wa kupoteza. Hakuna nguvu za kupoteza. Hizi ni resources mbili muhimu sana. Jambo la tatu ni social pressure. Social pressure ni kwamba unakuta marafiki na familia yako mara nyingi. Kwa marafiki na familia yako, huyu jamaa mbona hajipati huyu? Mbona maisha yake hayaeleweki? It's possible. Kuna mteja wangu mmoja, mimi waka nasaidia wafanya biashara kutengeneza biashara kwenye mitandao ya kijamii. So nawapitisha kwenye programs. Actually link ipo hapo kwenye bio kama unataka, kwenye description hapo kama unataka kujiunga na sisi. But anyway, the point is kuna mteja wangu mmoja, yeye ni daktari na anatamani kujenga biashara kwenye social media, na amejifunza jinsi ya kutangaza biashara yake, kutengeneza content and all of these nice things. Lakini at the end of the day familia yake bado inampa pressure, inataka aendelee kutafuta kazi ya udaktari, aende maeneo awe daktari au atafute hospitali ya kufanya kazi, kitu ambacho hataki kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sometimes unakuwa na hii social pressure. Marafiki zako, ndugu zako wanatamani uendelee kufanya kitu ambacho wanahisi kwamba ni, kwa sababu society au jamii imetuzoea sisi tukifuata hii njia ambayo ni traditional, kwa kuzaliwa, kufikisha miaka 5, kwenda chekechea, mpaka darasa ngapi. Ukimaliza hapo unaenda la 7 umemaliza unaenda sekondari.
Alafu unatoka sekondari, kama umefeli unaenda sijui wapi, sijui VETA, sijui gani huko. Kutoka hapo kama umefaulu vizuri unaenda high school. Unasoma high school miaka 2, kutoka pale unaenda chuo. Umemaliza chuo, haya sasa tena unaanza kutafuta ajira ambazo hazipo. Mimi nahisi inabidi kila mtu apewe, yani kila mtu awe na nafasi ya kupewa maamuzi, ya kufanya maamuzi mwenyewe. Actually nahisi ndio ilivyo. Mtu yote ana uwezo, anapanga mwenyewe kufanya maamuzi. Mimi ningekuwa najua, let's say kwa mfano nataka niwe daktari, alafu nina uhakika kabisa siendi kupata ajira, alafu sitaki kuwa daktari kwa sababu labda for some reason, labda sio passion yangu, kwa nini niendelee kusoma miaka 6 yote napoteza muda, wakati naweza ngachukua muda wangu miaka 3 na hangaika natengeneza biashara au najifunza kuhusu vitu vingine, najikuta natengeneza pesa nyingi kuliko daktari. Okay? Wapo watu wanatumia YouTube wanatengeneza pesa kuliko wabunge. Na wafahamu. Haya sasa sije kaumiza hisia za wabunge hapa. But anyway, let's proceed. Ukishinda hizi vita hizi, social pressure pamoja na kuweza kubudgeti energy zako na kuweka nguvu zako kwenye vitu vinavyomata pamoja na muda wako, biashara yako itasimama imara. Wewe umeajiriwa, wewe hujaajiriwa, it doesn't really matter. Ukiweka focus kwenye kitu kimoja ambacho kinaleta faida kwako, either kujifunza skills au kutangaza biashara yako, it's going to work. Okay? Sasa the only thing ambacho you have to consider as a superpower kwa wewe kama unataka kuwa mfanyabiashara au kuwa creator ni uvumilivu. Yaani ukiwa mvumilivu, at the end of the day unajikuta umepata uhuru. Okay? Na uhuru naongelea uhuru financially, kipato pamoja na kujiamini mwenyewe. Kama wajasiriamali wengine wanavyohitaji, ukiweza kuvumilia stage hii ya double life, hii kipindi ambacho upo kama kijana, labda una ajira au huna ajira, lakini at the same time kuna biashara ambayo unajaribu kuifanya au kuijenga, hicho kipindi ambacho unajaribu kubalance hayo mambo, utapata rewards nyingi sana. Cha kwanza, kuanzisha biashara utaweza kuanzisha biashara bila kuharibu stability ya maisha yako. Maisha yako yataendelea vile vile, lakini at the same time utakuwa na biashara kubwa ambayo inaendelea. Sasa wengi wanaogopa kutengeneza content, kuja kwenye mitandao ya kijamii kuanza kutengeneza content, lakini it doesn't have to be like that. Kwanza ni advantage kwa wale ambao watakuwa wanaziona content zao kwa sababu wanajifunza kitu. Okay. Sasa sijajua unaangalia hii video mpaka hapa, sijui ni dakika ngapi, whatever. Lakini imagine ningeamua mimi nisijage kutengeneza hizi video au kutengeneza content. Okay? Of course, ningekuwa labda nimelala au sehemu au whatever na napata joto somewhere. Kama kifaranga. Kitu ambacho ni kweli. Kwenye maisha nataka nienende kama kifaranga. Hakuna kifaranga hawezi kusukumwa, wewe hawezi kunyongwa, hawezi kupikwa supu. Hamna, kifaranga ametulia. Kila mmoja anasema, huyu kifaranga huyu akikua atakuwa kuku utapita naye. Lakini kila mtu anapenda kifaranga, anakipa joto. Safi sana. Kwa mimi nataka kwenye maisha nienende kama kifaranga. Okay? Yeah. Sasa the good thing ni kwamba ukiweza kupata idea au wazo la biashara la kuanzisha au kutaka kutengeneza content kwenye mitandao ya kijamii ili uvutie aina ya watu ambao unatamani uwasaidie, this is a very good time. This is a very good time. Yaani unachohitaji tu ni simu basi. Tengeneza content, boom. After 3 months unaanza kuona mabadiliko. Yaani ukitengeneza content kila siku kwenye mtandao mmoja for 3 months unaona mabadiliko makubwa sana. Sasa sio lazima uache kazi yako ndo uanze labda kama umeajiriwa sehemu. Sio lazima uache hiyo ajira yako ndo uanze kutengeneza biashara. Hapana. Unaweza ukatengeneza biashara ukiwa bado kazini, at the same time ukaja kuacha kazi ile bila pressure kwa maamuzi tu mwenyewe. Sawa. Lakini pia utaweza kuajiri watu wengine na kusaidia community yako. Kama wewe una akili ya kijasiriamali au unapenda ujasiriamali, then ina maana Mungu amekufanya hivyo ili uweze kujenga kitu ambacho unaweza kuajiri watu wengine, ukawasaidia watu wengine, au watu wengine wakajifunza kutoka kwako. Kuna creator mmoja namfahamu, anaitwa Ali Abdal. Ali Abdal mmoja kati ya creators wakubwa duniani. This guy alikuwa daktari, akaanza kutengeneza content, and then akajikuta amekuwa content creator, akaacha udaktari akawa content creator, akatengeneza timu kubwa ya watu kama 50 ambao walikuwa kwenye timu yake wanamsaidia kutengeneza content au whatever. At the end of the day, hawa watu nao kila mmoja aliyefanya kazi naye akaanza kutengeneza brand yake, yani kila mmoja akatengeneza brand yake. Kiasi kwamba at the end of the day Ali Abdal akabaki tena na timu ndogo, alafu kila mtu aliyefanya kazi naye akaanza kufanya biashara yake tofauti tofauti.
And that's an advantage. Ni kwamba ukitengeneza biashara au mitandao ya kijamii inakuruhusu utengeneze biashara ambayo at the end of the day unakuja kuajiri watu wengine, na hao watu wengine watakuja kutengeneza vitu vyao vikubwa, which is good. Ina maana wewe hapo utakuwa kwenye chain ya kusaidia watu wengine watengeneze kipato, wawe na maisha bora, wawe na maisha mazuri, kwa sababu tu wewe ulifanya maamuzi ya kujenga biashara. Kwa hiyo usijinyime hiyo nafasi. Utaweza kupata uhuru wa kiuchumi, lakini pia utapata fulfillment, kwa sababu hivi vitu havipatikani kwa bahati. Vina demand patience, lakini pia vinahitaji uwe na strategy. Now, kama ninavyosemaga siku zote, washindi wa huu mchezo, washindi wa mchezo wote waga wanacheza long game, lakini pia wanatumia busara. Ukitaka kushinda mchezo wote, lazima ujue jinsi ya kucheza, lazima ujue kama unacheza mchezo na mambo mengine mengi yanayohusiana na mchezo. Lakini inabidi usicheze mchezo wa kutaka matokeo ya faster. Kuanzisha biashara ukiwa umeajiriwa sio kwamba unakuwa umechelewa, ni unakuwa unajijenga mwenyewe kiakili, lakini pia unajijenga wewe mwenyewe kwa akili. Unajipanga na kujenga future yako, lakini lengo lako sio tu kutafuta matokeo ya haraka, ni kujenga kitu ambacho kita last muda mrefu. Okay? So, katika hii dunia ya ujasiriamali, that's what gives you success. Kujenga biashara ambayo unaiona itakuwepo miaka 10, miaka 20 baadaye. Okay? Kwa hiyo kama unataka kujifunza zaidi jinsi ya kujenga biashara yako, kujenga brand yako kwenye mitandao ya kijamii, tunasaidia wafanya biashara wengi kujenga biashara zao kwenye mitandao ya kijamii. Wengine tulianza nao wakiwa na followers 0, sasa hivi wana followers 55, wengine wana followers 80. Kwenye maeneo tofauti, wengine ni madaktari, wengine ni wataalamu wa lishe, wengine ni wataalamu wa mavazi, wanauza suit na whatever. Kwa hiyo kama unahitaji msaada wangu, my friend, nimekuachia link hapo chini. But other than that, I hope you enjoy hii podcast. Kama umependa hii podcast, tafadhali subscribe. Na tutaonana tena kwenye episode inayofuata. Okay? Ila kama una swali, acha swali kwenye comments. Tutaonana. Bye bye.